Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mtazamaji, tumeweza kufika katika msikiti wa Masjid Ridwan Dandora. Ni shughuli ambayo tumekuwa tukikutangazia tangu siku ya Ijumaa, na alhamdulillah tumeweza kufika hapa. Sehemu ambayo nimeketi sasa hivi ni upande wa wanawake, msikiti wa wanawake, na kama unavyoniona hapa nimevalia magwanda ya kazi. Tumetoka kufanya usafi shughuli 2-3, lakini ni shughuli ambayo mtazamaji, tuliweza kujiunga na timu ya Iqra pamoja na ushirikiano wa Al Huda TV, na pia kuna shabiki ambaye anaitwa Mariam Wapangani. Kuna wengine si mgeni kwao, lakini ningependa sana ajitambulishe. Karibu sana Mariam Wapangani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina ninaitwa Mariam kutoka Pangani, lakini watu wa Iqra wanatoa kuniita mrembo wa Iqra ama mama pembe kutoka Pangani. Kia kwanza nashukuru siku ya leo, kwanza tushukuru Mwenyezi Mungu kwa kukuja hapa kwa msikiti wa Dandora. Ndio. Hapa tumekaa Jamila, tumekaa kwa msikiti wa wanawake Dandora. Ndio. Tumekuja huku kwa sababu ya kufanya usafi. Mimi ndio wa kwanza kukuja, nimepika huku mimi peke yangu, nikamuongoshia mkakuja. Nikakaa mpaka saa 3 saa 4 nikapika simu kaniambia mko hapa kwa kona, mashaallah. Mwenyezi Mungu amemlinda barabarani vizuri, mmepika. Tumeanza kazi na kazi mzuri ya usafi. Sasa muhimu ni kwani hii msikiti hina wamama wakakuja kuona wenye Iqra wametoka huku kukuja hapa kufanya nini, tukikamatana pamoja na watu wa Al Huda, watu wa pembe. Naam. Mashallah, sisi tunakupongeza kwa kufika. Wewe ndo mwanamke wa kwanza shabiki ambaye umeweza kujiunga na timu ya Iqra pamoja na Al Huda TV. Pengine hii habari ya sisi kukuja hapa katika huu msikiti wa Dandora ulipokeaje, ulisikilia wapi? Hii mambo ya kukuja hapa msikiti wa Dandora, mashaallah. Mimi na Iqra na mimi nimesikia kwa Iqra. Sasa kusikia kwa Iqra, mimi nikapika simu ama njusi, nikaenda Iqra nikaambiwa hiyo maneno. Nilikuwa na haja kidogo nimekuwa nayo huku kwa Iqra, nikaenda nikapokea hiyo maneno na nikakuja nikaambia wamama wapangane njana msikitini njuma tukiswali, lakini hakuna mtu mmoja amekuja. Majibu nimeambiwa wewe ni wa Iqra na wewe na Iqra na wewe, basi wewe endeni Dandora mkafanye mambo yenu watu wa Iqra. Sasa Jamila ameambia hiyo ni nini kweli? Mimi nimeshangaa. Nimetembea kutoka Pangani pole miguu. Saa 3:15 nimekuwa nishafika hapa Dandora kwa msikiti. Nikakaa pale niongoshie mkuje nijue tunaanzia alibu mbete na tunamalizia wapi. Naam. Na je, pengine uliweza kuwashirikisha wengine ama kuwaambia kwamba tunakuja katika msikiti huu kufanya usafi, pengine marafiki zako ambao hawasikilizi Iqra ama pengine wanasikiliza, pengine wakati huo tukitangaza hawakuwepo, pengine uliweza kuzungumza na wao ukawaambia kwamba tunakuja hapa ili muandamane pamoja mkuje hapa siku ya leo? Alhamdulillah rabbil alamin. Sisi pale msikiti ni wa Pangani tunakuanga na masomo ya wanawake kuanzia saa 4 mpaka saa 6:30. Ndio tunamaliza. Alafu tunakaa pale tuongoshie nini swala tuadhuri. Pale tukikuwa kwa masomo na wanawake, niliwaambia njana nikawaambia kesho Jumamosi kuko na wageni wa Dandora. Kuko na kitu kidogo tunataka kwenda kufanya kule Dandora, watu wa Iqra. Tafadhali ninaomba mwenye ula kona nia tuandamane naye kesho asubuhi saa 2 ama saa 1:30. Tutembee pole tupige Dandora tukongochea wageni kutoka Al Huda na kuja matuambia wanakuja na nini. Kila mtu anaitikia, kuna mtu tutaenda, lakini kule kwenda meno kwa mtomo yongochea mahindi itafune. Shukran sana Mariam, na tunakupongeza kwa juhudi zako. Amina inshallah, amina inshallah. Pengine wajua hii ni shughuli ambayo tutakuwa tunafanya angalau mara moja kwa mwezi. Pengine ushauri wako kwa wale ambao hawajafika siku ya leo, kwa sababu hii ni shughuli ambayo tutakuwa tunaifanya msikiti mmoja. Leo tuko Dandora, pengine siku nyingine tutakuwa katika maeneo mengine Riruta, pengine Pangani.
ushauri wako kwa wale ambao hawajaweza kufika siku ya leo, pengine hii shughuli, hebu waambie umuhimu wake. Sasa hii shughuli ya leo vile naanza kuambia wakina mama hata wenye hii msikiti wanabai makuja manakuja, tunashirikiana nao pamoja. Majua tumekuja huku kufanya nini? Ama hule mama apati na time ya kukuja awasilie mtoto wake wa kijana aungane na vijana wengine. Majua tumekuja huku kufanya nini? Kwa sababu kesho nao waanze kikundi chao kia kufanya. Kwa sababu mtu akikaa hivyo ndio naona watoto wengi wamepotea. Kwa sababu mtu anakaa na wacha mawazo lakini ajui ataelekea wapi. Lakini makiungana kile kikundi na wapijana, ataenda kwa mambo mabaya ya kutavuna matawi, ataenda mambo ya kuvuta mabangi, atakuwa naamka anasema kesho tunaenda kuacha msikiti wa Dandora, kesho tunaenda kuacha msikiti wa Pangani, kesho kutwa tunaenda kuacha msikiti wa South. Kila mtu atakuwa analala, mtoto wake anafikiria mambo ya msikiti. Hata fikiria kwenda kukua na marafiki wale wambaya. Mama uniamche mapema tunaenda South B. Mama uniamche mapema tunaenda Kikuyu kuacha msikiti. Mtoto wake atakuwa na anajichulukisha sana na mambo ya msikiti, kuacha msikiti. Na hapo ndio Mwenyezi Mungu naye ataona huyu mtoto akona bidii ya kufanya kazi yangu ya kuacha nyumba yangu. Na mimi nitamfungulia heri yake na nini? Mungu atamfungulia heri yake na nyingine ajui. Naam. Naam, shukrani sana, na sisi tunakupongeza kwa juhudi yako. Asante sana kwa kufika siku ya leo hapa. Asante sana kwa kuacha shughuli zako, kwa kutenga wakati na kuwa na sisi hapa kama timu ya Iqra kwa ushirikiano na Al Huda TV. Na mtazamaji, huyo ni Mariam kutoka Pangani. Tumeweza kumsikia sababu zake za kuja hapa kuungana na sisi katika msikiti huu wa Masjid Ridwan iliyoko Dandora. Mimi sina mengi la kusema, lakini tunarudi kwenda kufanya kazi, manake hatujamaliza kazi zetu. Kama unavyoniona hapa, nimevaa magwanda yangu ya kazi. Tunataka kurudi na kufanya usafi. Nafahamika kama Samira Galoro. Endelea ku